Habari mpya ni mara baada ya tajiri nambari moja Elon Musk kuweza kukubali harakati na jitihada za mtu mweusi Goat of Africa Ibrahim Traore. Hii imekuwa ni kubwa na ni jambo la kustaajabisha sana kwa tajiri kama Elon Musk kuweza kukubali anachokifanya Mwafrika, tena kiongozi anayotokea kwenye nchi za Kiafrika. Imekuwa ni ajabu sana, na Ibrahim Traore ameendelea kuwashangaza walimwengu mara baada ya kuonekana katika mabara tofauti wamekuwa wakimkubali sana. Yani sio viongozi na sio wafanya biashara wamekuwa wakimkubali sana, licha kwamba kumekuwa na minong'ono tofauti wakiamini kwamba Elon Musk pengine amekuwa akijipendekeza kwa Ibrahim Traore kwa sababu ana mipango yake binafsi, ama huenda kuna kitu anachokihitaji kutoka kwa Ibrahim Traore katika nchi ya Burkina Faso. Tunafahamu nchi ya Burkina Faso kwa sasa pia ni famous kwa swala zima la dhahabu, ambapo nafikiri kwenye upande wa hili swala huenda alikuwa limemvutia pia Elon Musk. Yote inawezekana, licha kama mimi na wewe hatujui, na ukweli anaujua Elon Musk ni kwa nini amekuwa akihitaji sana ukaribu na Ibrahim Traore, ni kwa nini amekuwa akikubali harakati za Ibrahim Traore. Kwa hiyo huenda ikawa ni kwa ajili ya mawazo chanya ambayo amekubali tu jitihada za mwamba, na pengine inaweza ikawa ni kwa mawazo hasi ambayo anaamini akiwa na ukaribu na Ibrahim Traore basi huenda anachokihitaji na anachokitaka huenda akafanikiwa. Tena katika swala zima la madini ya dhahabu, ambapo nafikiri ndo mchongo unaoonekana kwa sasa ukiwavutia baadhi ya viongozi na wafanyabiashara wakubwa ambao wamekuwa wakipambana sana kutaka ukaribu na rais wa nchi ya Burkina Faso Kapteni El Capitano Ibrahim Traore. Na nafikiri kwa sasa huyu tunaweza tukamuita tukampendekeza kabisa kwamba kwa jitihada anazozifanya, yani kama kuna ule umoja wa viongozi wa Kiafrika, basi tunafahamu kabisa kwamba huyu mwamba anastahili kuweza kuongoza Afrika kwa ujumla, kwa sababu njia na maono alionayo, tena kwa umri alionao, inatosha kusema kabisa kwamba mwamba amekuwa na msimamo na amekuwa akiona kwa mifano ambayo bila shaka watu wengi sana walikuwa wakiona mifano hiyo na mikakati hiyo ikifanyika na viongozi wa zamani. Tena kama katika nchi ya Burkina Faso, nafikiri anafananishwa na amekuwa akifananishwa na marehemu Thomas Sankara, ambaye pia na yeye alikuwa ni mmoja ya kiongozi asiyeweza kusahaulika katika nchi za Kiafrika, lakini pia katika nchi ya Burkina Faso. Lakini kwa sasa imeweza kupatikana mtu ambaye ni zaidi ya marehemu Thomas Sankara, na ndio maana unaambiwa rekodi zimewekwa ili mradi zivunjwe. Yani kama rekodi zingine zilizoweza kuvunjwa na baadhi ya watu tofauti, basi kwa Kapteni Ibrahim Traore kwenye rekodi za maraisi waliokubalika katika nchi za Kiafrika, basi mwamba ameweza kuvunja rekodi. Yani huu ni ukweli usiopingika. Bwana, cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni short and clear information.